Wakazi wawili katika mtaa wa Ligulatesi, manispaa ya Mtwara Mikindani mkoani Mtwara wamekosa makazi kufuatia mvua iliyoambatana na upepo pamoja na ngurumo za radi kuezua paa la nyumba wanayoishi. Tukio hilo limetokea majira ya saa 8 usiku wa kuamkia Disemba 17 na kusababisha thamani za ndani kuharibiwa na maji yaliyotokana na mvua hiyo. Vihimedia tumekuandalia taarifa ifuatayo. Mimi kwa majina naitwa Matilda Masumu, ni mkazi wa Ligulatesi. Kilichotokea nyumbani kwangu ni kuezuka kwa bati ambayo nashangaa ilikuwaje, kwa sababu nimeshtukia tu, sikuona upepo wala sikusikia radi, ingawa tunabahatisha tuenda upepo uenda radi. Kwani nimesikia tu kitu kinalia kwa mshindo. Kilipolia kwa mshindo nikaamka. Nafika ukumbini kote kunanyesha. Nikajua kwamba bati zimeshaezuka. Basi nikaanza kutoa taarifa kwa mwenyekiti na watu wengine. Athari kubwa hamna zaidi ya kuloaloa tu vitu, kwa sababu kwa upande wa pili kulilala watoto. Nilipoenda kufungua kuangalia wapo tu wananyeshewa, nikawatoa. Kwa majina naitwa Shomari Mzarubu, mkazi wa Ligula BTS. Nilikuwa nimelala ndani, ghafla tu nikasikia kishindo nje. Nilipokuja kutoka nje ndo nakuta bati lipo uani kwangu. Kwa hiyo nikawa na tafakari. Kwa mpaka sasa hivi sijajua shida ni radi ama ni upepo, kwa sababu ilipiga radi na upepo ulikuwepo pia. Pale ambayo imejitokeza ni nyumba ya jirani yangu. Paa limezuliwa, imekuja kuangukia uani kwangu. Na pia kwangu kitu ambacho kimeathirika kikubwa labda ni pipe tu ya kutolea hewa chafu na mpapai ambao tulikuwa tunakula matunda. Sambamba na hilo, viongozi wa serikali akiwemo mwenyekiti wa mtaa huo pamoja na diwani wa kata ya Shangani wameeleza hatua walizochukua mara baada ya kupata taarifa hiyo. Kwa majina naitwa Faudhia Nguya, mimi ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Ligulatesi, kata ya Shangani. Kwenye mtaa wangu kwa kweli usiku wa saa 8 kasoro kumetokea maafa ya mkazi wangu kuezuliwa paa la nyumba yake. Mimi nilipata taarifa hiyo saa 8 kasoro, nimepigiwa simu nikawahi kwenye eneo la tukio. Kwa kweli nilikuta hali kama hivi ilivyo, mnavyoona bati hizi hapa zimezuka, yani paa lote limezuka, ndani kulikuwa kumejaa maji, vitu vimeloa. Ila kwa bahati mzuri tulikuwa ushirikiano na wananchi wenzangu, tuliwahi kuokoa baadhi ya vitu ili visiendelee kuloa maji kama masabufa, mafriji, magodoro tuliwahi kuyatoa, japokuwa mvua zilikuwa zinaendelea kunyesha. Kusema kweli athari za kibinadamu hazijitokeza. Athari zilizokuwepo ni hizo tu. Kuezuliwa kwa hiyo nyumba kama hivi bati hizi hapa zimebonyea. Ndio kikubwa hicho ni bati, lakini athari za kibinadamu hazikutokea kwa kweli. Ndio kitu ambacho tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa majina naitwa Mohamed Sinani, ni diwani wa kata ya Shangani. Tulipopata taarifa ya kuezuliwa kwa nyumba, kulikuwa na upepo kali sana usiku, lakini nadhani na mvua hizi zilizoanza kunyesha, kwa hiyo inaonekana kama mvua ndio chanzo, lakini pia kulikuwa na radi ambayo ilipelekea nyumba kuezuliwa. Kwa hiyo mwananchi au mkazi wa hii nyumba ni mama ambaye ana familia yake, tumemkuta na tuko eneo la tukio, lakini tunaangalia namna gani ya kuweza kulitatua hili tatizo, kwa sababu ni janga na sisi ni wawajibikaji katika hili. Kwa hiyo tumeanza taratibu, watu wa faya tumewasiliana nao, washafika, lakini pia na taratibu zingine kuwasiliana na ofisi ya wilaya, kwa maana ya mkuu wa wilaya iko kitengo cha maafa. Kwa hiyo nadhani litatatulika na litakuwa limekwenda vizuri. Kwa hiyo tunatoa pole kwa familia, lakini na wanamtaa na wana Shangani kwa kupatwa na hii shida. Kwa hiyo ndugu mtangazaji na wananchi wa Mtwara, hususan kata ya Shangani, tumeanza kazi ya kuwahudumia wananchi, lakini hili ndio jukumu letu na ndio kazi tuliyoiomba. Ama hakika Mwenyezi Mungu ametuletea maafa haya kwa sisi waumini wa dini zote. Tunamshukuru Mungu, akikuletea majanga basi hauna namna ya kuyakubali, lakini tumeyapokea na tunawafariji kama familia, wananchi, wakazi, kwamba tujihadhari. Sasa hivi ni wakati wa mvua zimeanza, kwa hiyo tuwe na tahadhari, mengi yanaweza yakatokea, ingawa Mwenyezi Mungu tunamuomba yasitokee. Asante sana. Kwa upande wake, afisa operesheni wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Mtwara amethibitisha uwepo wa tukio hilo, akieleza kuwa hakuna madhara kibinadamu na kubainisha kuwa chanzo cha tukio hilo ni upepo mkali. Kwa majina anaitwa Mrakibu Msaidizi Ambrose Fwendunguru, ni afisa operesheni wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Mtwara.
tulipata taarifa ya kuezuliwa kwa nyumba hii ambayo ipo kata ya Shangani kutoka kwa mtoa taarifa, afisa mtendaji wa kata hii majira ya saa 1 asubuhi, lakini tukio hili limetokea majira ya saa 8 usiku. Lakini tumefika hapa, hakuna madhara yote kwa binadamu yaliyotokea, lakini madhara kwa miundombinu ni kwamba nyumba hii imedhuriwa upande mmoja, paa lote limetoka. Lakini kwa maana ya chanzo cha tukio hili ni upepo ambao ulikuwa umezua paa hili na kuanguka upande wa pili wa nyumba hii. Kwa mpaka sasa hivi sisi kama jeshi la zimamoto tupo hapa, tunaendelea na taratibu nyingine za uchukuaji wa taarifa ili na sisi tuweze kuzifanyia kazi na kutoa elimu kwa wananchi kwamba wanapopata madhara kama haya mapema sana au haraka iwezekanavyo wapige namba ya simu ya zimamoto 114 ili sisi tuweze kufika kwa wakati na kutoa msaada wa kibinadamu. Kutoka mkoani Mtwara, Heri Abdalla, Chivihi Media.